Ni wakati mwingine mwanafamilia wa Mam Media, tukaangalie habari kubwa zilizojiri kwenye michezo nchini Tanzania. Na kabla ya kuletea habari hii ya moto kwelikweli, nikukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kuzipata taarifa zetu za michezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali kwa urahisi zaidi hapa kwenye channel yako pendwa ya Mam Media. Siku karibia 2 mpaka leo hii kumekuwa na taarifa zikisambazwa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kwamba Pacome Zouzoua amegomea Yanga kucheza dabi ya Kariakoo mpaka pale watakapomruhusu kuondoka kwenye kwenye dirisha kubwa, kwa sababu kuna vilabu vinamhitaji lakini Yanga wanamgomea. Ni kwa mujibu wa taarifa zinazosambaa, lakini hakuna taarifa rasmi kutoka Young Africans wala upande wa Pacome mwenyewe, lakini hizi ni taarifa ambazo zimekuwa zikisambazwa kwenye social media kwa kasi zaidi. Nimefuatilia taarifa hii kwa baadhi ya wadau wa soka hapa nchini Tanzania na kuwauliza baadhi ya maswali, na wengine wamezungumza maoni tofauti. Wengine wanasema inawezekana ni kweli kwamba Pacome Zouzoua anahitaji kuondoka katika klabu ya Yanga kwa sababu amecheza kwa muda mrefu, anahitaji kupata changamoto nyingine nje ya klabu ya Young Africans. Lakini wengine wamesema kwamba hili sio kweli, ni kwa sababu tunaelekea kwenye dabi ya Kariakoo, kwa wanajaribu kutengeneza propaganda ili kuwatoa mchezoni Young Africans. Ndio maana kumeibuka, ambapo ni siku chache kabla ya dabi ya Kariakoo kuchezwa. Kumbuka dabi hii imekuwa na mshike. Kwanza imehamishiwa visiwani Zanzibar, ndiko itakapopigwa dabi hii, lakini licha ya kupelekwa visiwani Zanzibar bado kumeibuka stori zingine za kudai kwamba Pacome Zouzoua amegomea Young Africans kucheza dabi mpaka pale atakapomruhusu kwenda kucheza timu nyingine, kwenda kuondoka katika klabu hii ya Yanga. Yote kwa yote ni kwamba kuelekea dabi ya Kariakoo siku zote kumekuwa na sintofahamu nyingi, kunakuwa na maneno mengi yanayozushwa ili tu kuwatoa mchezoni wapinzani. Kwenye hizi propaganda lazima mmoja afaulu mwingine aferi, kwa sababu ukiangalia kila kunapokaribia dabi ya Kariakoo unasikia story nyingi kweli zikiwahusisha wachezaji, zikiwahusisha viongozi, lakini yote kwa yote inakuwa zingine zinakuwa za ukweli na zingine zinakuwa ni uongo. Lengo ni kumtoa mpinzani wako mchezoni, kwa sababu huu ni mchezo mkubwa ambao unatengeneza furaha kwa watu wengi sana. Kwa hiyo kama timu itapata matokeo machanya au matokeo mazuri kwenye mchezo kama huu, huwa inakuwa ni furaha kubwa kwa klabu hiyo. Lakini kama imepata matokeo ambayo sio chanya, inakuwa ni mshike karibia msimu mzima unakuwa unasimangwa. Ndio maana kunakuwa na propaganda nyingi ili kuhakikisha kwamba wanapata matokeo mazuri. Naam, nikukumbusha tena mwanafamilia, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe kwanza kuzipata taarifa zetu za michezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali kwa urahisi zaidi.